Amen. So nimeuliza what can you see from there? Wengine wakasema chura. Kuna kitu kingine unaweza ona? Kia ukiangalia hapa nyuma, hapa mwisho wa sura hii, nini unaweza ona? Hama imeenda kwao. Imekimbia. Imeona inaangaliwa sana, itakimbia. So what else can you see here? You can't. Hakuna kitu kingine unaona apart from chura? Haya. Kama hakuna kitu kingine, tutaona. What is that? From? Lakini mlisema mmeona chura peke yake. In fact, you can move up to this far. Hapa. Unaweza kuja mpaka huko mbele. Mtu wa mwisho anaweza kufika hapa. Na hii unaweza toa. Songa mbele. So, unaweza ndio uone vizuri. Wale wako huko. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Kuna wale wanaona shida ya NYS. Wengine wanapoangalia maisha wanaona maisha tofauti. Unapoangalia yeye anasema chenye anaona ni chura peke yake. But there is a lot to see from this picture. Yeah. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. So in the beginning, God created the heaven and the heart. The heart was falling. And that was full of the wall. And the Lord said, let there be light. Light will be. That's from the book of Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. And the spiritual meaning of light. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. Amen. Mungu alipoumba nchi na mbingu ilikuwa bila kitu. Kisha akasema, let there be light, and the light was there. Meaning that the world, the heart was listening the voice of God. So the most important thing in our life is listening. Even in the time when I saw your senior officers guiding you on how to choose the course, first you had to listen. After listening, then you make your permanent life decision. So that's why the world was able to listen to the voice of God. And whatever God is saying to the world, it happened. He said, let there be light, and there was light. Amen. Amen. The world is the way you see it. If you say that you can only see this animal, now it would mean that you can only see where you can go. Amen? Amen. Praise the Lord, church. Amen. And that's the reason as well today some people are saying that they can only see what? Chura peke yake. Kwa sababu katika maisha ni hivyo tu. Vile unavyoangalia maisha ndivyo itakavyokuwa. Ukiona maisha ni rahisi itakuwa rahisi. Wakati unapoona ungumu, mwingine yeye haoni ungumu, yeye anaona farasi. Amen. Unapoangalia wewe unasema ni chura tu unaona, maisha huoni tumaini. Wengine wanasema kuna vitu vingine mzuri. Kwani macho yako haionani? Amen. And that's why watu wanakata waya. Wanaweza pewa sifa. Biblia inasema mwanzo Mungu alipoumba mbingu, alipoumba ardhi, haikuwa na kitu, ilikuwa shapeless. Haikuwa na shape. Biblia inasema ya kwamba and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. The spiritual meaning of light is Jesus Christ. And the darkness is your heart. Amen. Amen. Jaribu kuangalia ni nini unaweza kuona hapa. Let us move with the speed because I should be finishing after 15 minutes now. What can you see now? Butterfly. Butters. Birds. What else?
na hii black, na hii white, hii white, na hii black. Sasa unapoangalia mwenzako na unakasirika chenye anasema, sio kwa macho yako. Hiyo ndio shida tuko nayo. Kila mtu ako na macho yake. Ati sio mbaya. Tusiende madam anatuonea. Si utumie macho yako. Wakati mwingine tumia ya madam iisha kabisa kama anakuonea. Ndio yako utatumia yake ikiwa imeisha. Sasa wengine wanasema wanaweza kuona malaika, wengine wanasema shetani, na wengine wanasema bugs. All these things are there. Ina depend wewe macho yako inaona wapi. Hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kiroho. Wewe ukiamka asubuhi useme mimi ni mbure, wewe utaendelea kuwa mbure. Lakini ukisema I'm wonderfully and fearfully made, even if somebody will tell you wewe ni mbure, wewe ni nothing, you know who you are. Amen. Ephesians chapter 1 verse 3. Know who you are. Na wacha kukasirika. Wenzako akiona aseme ni mbwa, usikasirike wewe unaonangaje? Huyu ni mbwa wako wapi? Amen. Hallelujah. That is all about critical thinking, eh? Yeah. Because wakati unapopewa fatigue, lazima uwe na critical thinking. How am I going to do it? First one, niende kanisa. Amen. And then how am I going to communicate it? I have my dream, I have my vision, I have my career. Now, you have to think critically on how to achieve your dream. Then from there, you have to communicate first with you. Secondly, with the people who will help you as destiny helpers. So in communication, you know, we have oral communication and we have written communication. Hii written communication ilikuwa wakati wa madam na mimi. Sisi tulikuwa tunaandikania mabarua. Siku hizi hakuna barua. Silimalizwa. Na ni verbal communication na body language. Hallelujah. Body language. If for example, I just give you an example of one somebody who is communicating with every part of our body, and then you see where you are. Assist me, sister. Wacha kuangalia mtu akisumbuka na wewe unaona. Amen. Mnajua huyu sister na ndugu mwingine ambaye mnamjua sana, si ndio? Sema ndio ama la, si ndio? Wewe unajua nani? Usikue mtu akukubali kila kitu. Amen. Aha. I know you know him, I know you know her. Unapomwangalia wakati anapo communicate, this person is very serious. Okay? The woman and the man, he is very serious for nothing. Amen? Unashindwa hii seriousness ya nini? For nothing. But out of that nothing, yeye anapata deal bread. Amen? Tuko pamoja? And that's why nilikuwa nataka uweze kuniambia kitu kuhusu this person. Kisha baadaye tutaweza kuendelea from there. Okay? Yes. Amen? Amen. Hallelujah. Do you know one gentleman in Kenya called Chacha? You know him? You know him? You can just tell me something. Sure enough, one and only Slippy. Slippy does it. What? Wake up, God, turn it, say, bounce, shit, Slippy, what's up? Take it away. Shit, Nakuru, what's up? What's up? Turn to your neighbor, give them a high five. Give your neighbor a high five. As a matter of fact, hug your neighbor. In fact, kiss your neighbor. Come on, unamjua. Wacha kuteka advantage wewe. Umekaka ndio wanaume watatu. Guys, what are you learning from that? Nini unasoma kutoka pale? Can you tell me something you are learning from there? Even if
hata wezi ukaona kitu. Hii ni communication. Okay, let's see another one. Three types of handbag. Introducing the finest comedian, a lady comedian. She is the biggest, trust me you. I know you love her for the very first time in Nakuru. Nakuru, make some noise for one and only Tisha Wanjiko. Tisha Wanjiko. Hizi ni wazimu. Hizi ni wazimu jamani. Wapiduria Tisha Wanjiko. Beautiful. I excuse. Siwede. Ama ulikuwa mbaya tena. Kwanza, kabla uende. Etelera, chukua hii desk weka hapa. No, so okay. Hivyo washa huyu alete. Yes. Huyu anakuwa hata kama ni wewe anakuaga na kipelebele sana. Huyu monitor. Hata kama ni wewe unalipa watu shashi. Kasi lazima utie nende kanilie. Hivyo ndio watu huvutwa. Kungojea hapa. Good evening, ladies and gentlemen. Naona pesa ile mko nao ni ya Fobe na kuja kuona shashi show deni mmekata kulipa ya China. Yes. Hiyo imetosha. Mtihani exam. Nafanya exam. Now we are talking about non-verbal communication, body language. Sasa hao watu ni nini umesoma kutokana na huyo sister? She uses body language, she's confident, she is able to make audience feel happy. Amen. Now let me ask you one question. This is a woman, sio kwa kanisa, ni nje ya kanisa. Na kama wale watu wako pale, si ni watu wengi sana. Those people ni kama wote ni wagonjwa. All of them. Akili zao ni kama mgonjwa. Lakini anapocheka anaenda nyumbani akiwa amepona. Biblia pia inasema sisi tunafaa kuwa dawa kwa yule mwingine. Ya kwamba washirika wanapokuja kanisa wanapokea uponyaji wa roho. Kama kuna mahali mbaya ni roho za watu na akili za watu. And that's why unapouliza mtu ni nini unaona, anasema anaona chura peke yake. Kwa sababu akili yake iko na ugonjwa. Mimi sijui kama nitapewa hiyo course. Mimi naona nimetumia capital na letters. Mimi naona nimetumia small. Mimi naona nimefutafuta. Hauna confidence ya kwamba utapewa course. Those are small thing. Haziwezi kukuzuilia wewe kupata course. Ni kwa sababu ni mtu anachukua na anatype anaweka kwa computer. So that's why watu ni wagonjwa. Hata kwa kanisa, watu wengi wanakosa kuja kanisa kwa sababu ya poor communication and the lack of listening to the people we are leading in the church. And that's why unapata ya kwamba mtu kama Churchill unaona ako serious for nothing. Serious for nothing. If that seriousness we can bring them to our servicemen and the servicewomen, now hawawezi wakalemewa katika pombe. Leo nimesikia kuna mmoja amepigiwa simu na mkubwa yake na hataki kurudi kwa sababu pengine hako na ugonjwa wa roho, ugonjwa wa mwili, ugonjwa wa akili. Na kama kuna ugonjwa mbaya ni ugonjwa wa akili. Haki imefika mwisho wa mwezi, badala ya niletewe 13 niliwekewa 2K. Yaani ni mgonjwa akili. Akili ni mgonjwa. Amesikia wakubwa wakiongea, hajasikia mambo ya pesa na alikuwa anajua watu wakikuja pesa itaongelelewa. Ugonjwa. Anajua ya kwamba lazima hii nywele ipelekwe saluni, lakini hana pesa, anafikiria sponsor. Ugonjwa. Lakini sio watu wa NYS. NYS wako sawa. Hawananga masponsor na hawana shida na akili zao. Amen. Tupigie Yesu makofi. Amen. So it is very important to communicate to our people. It is very important because Matthew chapter number 28 verse number 19 to 21, Biblia 18, 19 and 20 inasema go and make people the disciples of Jesus Christ. But watu tunaacha baraka hawakuji kwa kanisa na watu wamelemewa.
katika roho zao wako na ugonjwa, katika akili zao wako na ugonjwa. Wako na ugonjwa wa kiroho, ugonjwa wa kimwili na ugonjwa wa kimoyo, wa kiakili. Praise the Lord. So it is very important for us to clearly speak what we want to the people of God, to speak what we want to our seniors, to have confidence with the message and information we have. By so doing, we shall win the souls of many people, and many people will change. We have to focus and control our messages. We communicate. Unapoangalia Ticha Wanjiru, hako wameweka vitu huko, anaenda anafanya hivi. Then she's focused on what she wants to do. What if our leaders in the church, CU leaders, will be focused? Hapana angalia vile watu wanasema kuhusu maisha yako, kuhusu wokovu wako, kuhusu uongozi wako. Angalia aliyekuita katika uongozi. Angalia aliyekuita katika wokovu. Hapana angalia familia yenu, hadi kule kwetu mama ni mlevi, baba ni mlevi. Si Mungu kwanza aokoe ndio sasa nitahubiri. Umbiri anza kuhubiri hata kama ni mwalevi, wakukuchekelea, ukijua ya kwamba siku moja itafika na Mungu atabadilisha familia yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni mimi ninakusumbua mkubwa, niombee na umbuka appointment na mimi na ukuje uniongeleshe. Uniambie hapa unipeleke vizuri mkubwa. Na Mungu wa amani ataweza kusikia na tutaweza kuendeshana vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. It is also good to trust the information, to trust the people you are leading, to trust the people you are preaching gospel to. Praise the Lord. To trust your parents, because the Bible inasema, and God said, let there be. Amen. Hallelujah. So as you listen the word of God, it is always good to know who has sent the message. Don't look the one who brings the message. Look the one who has given the message. And the other aspect is listening. I'm going to listen. Now I'm going to conclude with listening. Amen. Listening carries over 60% of humanity. Amen. Siku ile parade iko pale, mkubwa anaongea, lazima usikize vizuri. You have to be careful to listen. Amen. So that you can get information. Today people are where they are because of the power to listen. You see, even those servicemen and the servicewomen who quit from the service, it is lack of listening. Listen the voice of God. Listen your leaders, and listen the voice that comes from you. In most cases, the voice that comes from you is the voice of devil. Hallelujah. So, listening is very important. Let me ask you one question. For them those who are married, like my mother here, she had to sit down and listen this person. What do you say? Unitoe kwetu, unipeleke kwenu. Halafu nianze kuita mama yako, mama yangu, baba yako, baba yangu. She had to listen very carefully. And she is eating the fruits of listening. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. So in listening, we have types of listening. Wakati washirika wanapokuja kwa kanisa, do we listen to them? Tunawasikiza. Tunasema watu hawaokoki, lakini kwanza tunawasikiza. Tunasikiza walevi. Tunasikiza wale ambao wamelemewa na madawa ya kulevya. We have like 5 types of listening. And iko katika Biblia. It takes 3 years to speak and 6 years to listen. 3 years to speak and 60 years to listen. Listening is the basic posture of the heart. Moyo unataka usikize, na kiti ya moyo ni kusikiza. And that's why people receive salvation through listening the word of God. People choose their cause through listening. They are counselors. Those who train them on a course selection. They have to listen. And a great CEO are great listeners. Great listeners are also great CEO. Listen with the ears, see it with the eyes, feel it with the sympathy. That is your heart. And that's why when you listen with your ears, you are able to see it with your eyes. Amen? Amen. And then you are able to have sympathy and the empathy. If your listening does not include those 3 aspects,
you may not grow in spirit. Utaendelea kuwa premature child of God. You have to read the word of God. As you read the word of God, you hear God speaking to you. You see God with your eyes. And also you feel in your heart God. Amen? Amen. Praise the Lord, church. Amen. That's why you can see this man listen to gain the heart of people. Speaking well is of knowledge, but listening well is of wisdom. Knowledge without wisdom is nothing. It's like a car without a fuel. Go inside it, it will take you nowhere. And that's why the man Solomon, he was able to ask for the wisdom. And that's why when it came a time, two ladies, when they had contradiction over their child, that this child belonged to me, the other lady could be saying the child belonged to me. Now, the lady whose the child was hers, she knew this is my child. But the other lady knew she had laid over the child, her own child, and they died. And she wanted to take the child of the other lady. And now, this lady was taken to King Solomon. And King Solomon said, if you say this child belongs to you, and you say belong to you, we are not going to take the knife and the cut and to chew. So that you may take one part and the other one part. But then the real mother, whose the child was her, she said, no, let her go with the child. Because she had the heart, which was not right. Even though she was right, this is my child. But she was not always right. The heart was not always right. You see, when you have the right heart, you will have problem in your life. Because you cannot receive correction from others. All the time you are Mr. Right and Miss Right. And the right heart are very dangerous to listen to the voice of God. Because you have no room to include others in you. You cannot listen all the time. You are right. This woman was right. Lakini anajua ya kwamba nikisema niko right, huyu mtoto atakufa ndani mwangu. Waje niseme amchukue. Wale watu wanawataka nyinyi, sio ati wanakutaka, kuna kitu wanataka kutoka kwako. Na akishapata hicho kitu anapotea. Anafanish. Anaenda kama umeme. And that's why you must be very careful with the people. Ladies, you must be very careful with the men. Men are very dangerous. They are like animals. Ni kama beasts. Wanaume, including the one who is talking to you. They are not good. Amen. They will shit you. Nitakujengea ghorofa kwa hewa. Nothing of that sort. I will take you home. My house has 3 bedrooms and 3 toilets. So many promising, which are not the right. But you have to listen to the voice of God. Amen, church? Amen. In listening, we have spouse listening. Spouse listening ni ile bwana na mke. Bwana akiambiwa yeye ashughuliki. Passive listening ni ile yeye anachukua ile kitu anataka. Na contextual listening ni ile sasa anachukua information yote. But it is not from the heart. Hallelujah. How many times wakubwa wetu wanatuongelesha, lakini sisi tuko kwa hii spouse listening. Amen. Spouse listening ni ile bwana anasema leo mnapika nini? Anasema kwani leo ulinunua nini? Wewe ulinunua nini? Si ile ulinunua itapikwa. Mtoto akisema mama tulipewa homework, tutafanyaje? Fanya vile mwalimu alikuambia ufanye. I will not dwell on there. I will just go direct to another levels of listening. Number 1 is ignore. You don't look, you don't try to listen. Mshirika amekuja, anakuelezea shida zake, you don't look, you don't listen. When God take you somewhere, be able to listen when the people comes. Kuna watu wanapitia changamoto mingi sana katika maisha. They don't have anybody to listen. Najua chenye nataka. Najua. Amekumalizia. Hata haujapeana shida zako kwake. God wants to raise the people who can listen the members of the body of Christ. Amen. Number 2 is pretend.
you look at each other but you don't pay attention. Unaangalia tu but akili yako haiko wapi? Haiko pale. Umeenda kwa mkubwa yako, hako pale, anakuangalia na wewe ujali. Halafu ukitoka hapo unakuwa mkubwa. Hata ni yeye huyo wako. Akikuja unafunga macho. Hauoni, hausikii kwa sababu ni mlevi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukipatana na service woman ambaye analemewa, sikiza shida zake ni nini. Ukishasikiza, you will be able to touch his heart or her heart. Selective listening ni ile unataka kusikiza jenye unataka na jenye utaki unaachana naye. Mungu anataka usikie kila kitu from the word of God. Hallelujah. Not taking the part. Kama kuna mahali kuna dhambi, hiyo naepa. Mahali kuna encouragement, hiyo nasoma sana. Na sasa unasimama hapa na unasomea word hiyo neno la encouragement. Lakini ukifika mambo ya usifanye dhambi, unaruka. You are so selective. And that's why we shall see another man of God in the Bible who could not have this sympathetic listening. And then we have attentive listening. You look at that person from the point of view, but you don't receive the message from the heart. Hallelujah, church. Amen. We need to listen and also to have sympathy and empathy within our hearts. And that's why Jesus was moved by the compassionate, the heart that could feel the people. Amen. Huwezi kumbali mwenzako afutwe kwa sababu ya ulevi. You will feel that person. Amen. And you call that person, you cancel that person, you talk to that person, you bring that person to the future person, to the pastor for the rescue of that person. Because people don't do things because they want to do. People do things because they are sick. Their mind are sick. Isaiah chapter 1 verse 5, the Bible says the end is sick. Na kichwa imebeba everything. This kind of attentive listening ndio iko kwa makanisa, ndio iko katika kila institution. Yes, you are attentive to listen, and then you look at each other, you listen, you respond, but it is not from the heart. God wants you to move from you to where it is. Turn to your neighbor, tell your neighbor, your life must change. From nothing to something. From nowhere to somewhere. Praise the Lord. And then the last listening is sympathetic listening. In sympathetic listening, you are able to read the heart of that person. You see him. Have you ever gone to the hospital where the nurse is looking at you, is able to check your eyes, is able to measure your temperature, and also is able to measure even to your weight. She can feel you, he can feel you. You see, he can even see where now you have a problem. God wants the members of the body of Christ to have such a spirit to the sinners. He wants us to feel the sinner. If were me, what have I done? Mimi wakati nilipokuwa mwenye dhambi nilisaidiwa. God wants you also to help others to understand Christ. The most important thing on your life is to make people understand Jesus Christ. And when they understand Jesus Christ, then they will be able to speak blessing in your life. God has never created us to bring problem to people. God created you to be a solving agent. To solve the problem but not to create the problem to the people. Amen. And that's why, like the medicine is meant for the sick person. Even us, we are medicine to one another. We need to listen to others, to have sympathy with them. How can you steal something of your neighbor? Unawezaje kuchukua buti yake? Unawezaje kuchukua shati yake? Unawezaje kuchukua trouser yake? Amen. Do you feel that person? Do you have sympathy? Do you have empathy? And that's why Jesus was moved by the passion. And God wants you people to be the minister of the word of God, who are going to amplify you to the lives of the people. The lifter of them who are falling. The encourager of them who are discouraged. Because people have different talents. There are people who have the talent to encourage others. Even when you cannot overcome the challenge, somebody will be there for you. Amen. To make sure that you make it.
Praise the Lord. Because the Bible says from the book of Romans chapter 8, verse 35, that you are more than conqueror. Amen. Amen. You conquered so many spams. Wewe sio wewe ni ile spams. Ilikuwa zile spams zingine zote. Zilikuwa kama how many million? 100 millions. They are released 100 millions spams. Wewe ni spams ile ilishika hizo spams zote. Unapigana. Zingine unakuwa only the one to be fertilized. How powerful are you? You are very powerful. You are only the sperms that was fertilized because you were very violent and very aggressive. And that's how we should be in the kingdom of God. Yeah. We should be violent. We should be aggressive. Even to our bodies. When we feel that we cannot go for the morning glory, unachapa amuka. Wengine wanaweka simu. Ikilia anakasirika. Hallelujah. You have to be aggressive. Amen. You were never created to fail. You were created to win. Hallelujah. In you there is a winner. Praise the Lord. In you there is a successor. Praise the Lord. You were never created to fall down. You were created to rise up again. Amen. You can fall down, but the most important thing, failure is not staying down. Failure is staying down when you have capacity to rise up again. We may have failed. Tunaweza kuwa tulifail in one way or another.